wewe ni mkombozi wa familia, ishara ya kuwa wewe ni mkombozi wa familia na watu wengine. Manake unaweza ukawa ni mtu wa kubeba familia kwenu, lakini pia ni kwa ajili ya watu wengine. Unaweza ukashangaa hata yamkini hujaitwa kwa ajili ya familia kwenu, lakini umeitwa kwa ajili ya watu wengine. Na ndio maana mwanangu, usipate shida unapokuwa katika dunia hii, watu wengine wasipokuelewa. Usipate shida, maana hujaitwa kwa ajili ya watu wote, lakini kuna watu tu ambao wameitwa kwa ajili yako na umeitwa kwa ajili yao. Watatembea na wewe, watakupa support. Kwa hiyo usipate shida unapokuwa, sio kila mtu atakukubali. Ngoja nikwambie, katika dunia leo au katika dunia tunayoishi, sio kila mtu atakukubali au atasema mambo yako ni sawa au ataitikia jinsi ulivyo. Wengine watakataa, lakini hata wakikataa, Mungu ana watu ambao haijalishi wao watakukataa, lakini kuna watakao kukubali ulivyo. Useme basi amina kama unanielewa. Kwa hiyo usipate shida pale ambapo wakati mwingine unaweza kukataliwa na familia kwenu. Yamkini kwenu wakakukataa, lakini yamkini Mungu hajakuita kwa ajili ya kwenu, kwa sababu wanakudharau, wanakuona ufai, hawakudhamini. Lakini hata wao wasipokudhamini, yamkini Mungu amekuita kwa ajili ya mataifa mengine, kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo usipate shida kwenu wakikukataa. Kwenu wakikukataa, Mungu atakupeleka kwa watu wanaokukubali. Wakikataa kukupa kazi, wakikataa kukutia moyo, wakikataa kukuunga mkono, haina shida. Lakini maadamu umekuja kwa kusudi, kuna watu pia Mungu ameweka ndani yako, anataka utawafikia. Hata wao wasipokupa sapoti, wakaambao watakupa sapoti. Hata wao wakikutenga, wakaambao hawatakutenga. Naongea na watu watatu ambao wanabeba kusudi, na hilo kusudi halitakufa. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Sio kila mtu atakukubali. Kwa hiyo usipate shida kujipendekeza kwa kila mtu eti kujionyesha kwamba atakupenda. Hata wasipokupenda, endelea kujiona ni mtu wa maana, endelea kujihami. Hata mtu akikuangalia kuanzia kiatu mpaka unyayo, endelea kujihami kwamba ni wewe na ya kwamba umezaliwa ni wewe. Maana hata kama wakikuchukia, hawatakubadilisha usiwe Helen, hawatakubadilisha usiwe Elisha. Bado utabaki ni Elisha, bado utabaki ni Sara, bado utabaki ni Aroni. Ninachokuombea mimi leo, lile kusudi la mbingu lisiondolewe ndani yako, lisiondolewe ndani yako. Hata wao wasipokutambua, huyu akutambue na kuambia kuna mahali utakwenda. Sema basi amina kama unanielewa. Kwa hiyo kila binadamu aliyewekwa chini ya dunia, kila binadamu analo kusudi aliowekewa aweze kutimiza na kuokoa wengi, kuwa faida mahali fulani. Haijalishi wewe kuwepo duniani, wewe ni faida mahali fulani. Wewe ni faida. Haijalishi unakopita, wewe ni faida. Haijalishi nani anakutambua, nani anakujua. Wakutambua wasikutambue, mbingu inakutambua. Ndio maana wakaruhusu uje duniani. Wewe ni faida. Mahali fulani utakuwa faida. Hata kwenu kama leo wanakuona haufai, lakini nataka nikwambie, kama Mungu amekuita kubeba familia, uwe na uhakika kwa sasa hawatakuelewa, kwa sasa hawatakutambua, lakini kuna mahali itafika watatambua kumbe Ellen yuko kwenye familia. Watatambua kumbe Aaron ni wa thamani. Watatambua kumbe Elisha ni wa thamani. Ninakutamkia leo hawakutambui, lakini kuna mahali inakuja watatambua wewe ni wa thamani. Sema basi amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Jambo la kwanza, dalili ya kwanza utakayoanza kuona kuwa wewe ni mbeba familia. Jambo la kwanza, utapata uamsho wa kiroho kuliko watu wengine katika familia. Utajikuta tu unampenda Mungu hata kama wengine hawakuelewi, au utajikuta ni mtu wa kwanza kupigwa vita, au kupigwa vita kwa ajili ya wokovu au mafanikio. Hii ni ishara wewe ni limbuko katika familia, na huwa mtu kama huyu atapitishwa kwenye vita ya family, ndugu, wazazi. Wakati mwingine anaweza kuonekana kama vile amepotea, na wengine hata
hata kutamkiwa maneno magumu kama laana, kama kutengwa na kadhalika. Ishara namba moja ni kuanza kupata uamsho wa kiroho. Unashangaa kwenye familia mama yako watu wengine hawajaanza kuokoka, hata kama wanaenda kanisani, lakini hakuna mwenye uamsho, hakuna mwenye kuomba kujitoa. Unajikuta wewe ndio unaanza kujitoa, wewe ndio unaanzisha Ukristo, wewe ndio unaanzisha ulokole, na vita inanyanyukaga kiasi kwamba mpaka unasema hivi, nimekosea wapi? Wakati mwingine hii ni dalili Mungu anakuweka kama limbuko na anaweka kitu ndani, uanzisha uamsho. Wakati mwingine wamelala, wako gizani, wewe tayari umeshaona mwanga, na usifikiri wote watakuunga mkono. Wao umeshaona mwanga, bado wako gizani. Lazima unachokiona wao hawakioni, lazima wainue vita juu yako. Na nataka nikuambie, uamsho ndio wakati wenyewe, uamsho ndio wakati wenyewe. Pigania ndoto yake, ijalishi watainua vita. Lazima utaangusha familia, utaangusha madhabahu kwenye hiyo boma. Ikiwa ni madhabahu ya wakwe, lazima itavunjika. Ikiwa ni madhabahu ya wazazi, lazima itavunjika. Yusufu yuko kwenye familia ambaye anabeba roho ya uamsho, wakutambua wasikutambue. Esta yuko kwenye familia, Susana yuko kwenye hiyo familia. Baba mkwe amtambua asimtambue, ameletwa kuvunja madhabahu. Mtamcheka, mtaita mlokole dhaifu, lakini sio dhaifu mbele za Bwana. Kuna ngome zinatingishika. Naongea na watu watatu, haijalishi vita itakuwepo, kuna kitu kiko ndani ambacho sio cha kawaida, na hichi kitu kitafuga familia, na hichi kitu kitafungua wengine, na hichi kitu kitaharibu vitu vyetu. Usiogope vita inaponyanyuka, kwa maana wewe ni limbuko. Siku zote mzaliwa wa kwanza lazima apite kwenye vita, na vile vita ni ishara unawabeba wengi. Naongea na watu watatu wanaobeba wengi, naongea na watu watatu wanaopita kwenye uamsho, na ule uamsho utazimika, ule moto utazimika. Lazima wokovu utatokea. Sema amina kama unabarikiwa. Sema leo lazima uamsho niliopata lazima itatokea. Kwa hiyo lazima, unapoona kitu kama hicho, inaweza kainuka vita vikali sana. Unaweza ukashangaa vita ya karibu inainuka, ndugu wanakunyanyukia, marafiki wanakunyanyukia, mpaka wakati mwingine mzazi au mamko sirani anainuka anakulaani, anasema katika familia yetu hakuna kijana kama huyu, hakuna binti kama huyu. No, ni kweli hayupo, maana wewe umeletwa kwa assignment, na lazima utakwenda kinyume na sheria za kwao. Lazima shujaa apigwe vita, ndipo aokoe familia. Sema leo lazima nipigwe vita, niokoe familia. Maneno magumu ndugu, na kutengwa, lakini kuna kitu unabeba, unaumia, alafu uwezi. Wakati mwingine unapopita kwenye maumivu haya, wakati mwingine unaposemwa, wakati mwingine wanapokuchukia, wakati mwingine wanapoinua vita, wanasema nani huyo? Mlokole gani huyo? Siku hizi tunawalokole kwenye familia. Tutamwona huyo Mungu wake anachelewa kwenye ibada. Wataongea kila wanaloweza kuongea. Ukitaka kujua wewe umeitwa kubeba, wakati mwingine unasikia ndani kuna waka moto, hata kuwajibu unashindwa kuwajibu. Unatamani kuwajibu, unashangaa sauti nakwambia usijibu. Japo nafsi inauma, japo roho inauma, mbingu inakwambia usifungue mdomo. Maana yake nini? Ulimwengu wa roho iko kazini. Ulimwengu wa roho imekuleta kwa kusudi fulani. Wakati mwingine wanakusema, lakini unajikuta hata umi wewe, lakini wewe ndani yako, matamanio yako na furaha yako, iko siku wataokolewa, iko siku wataokolewa. Unatamani ndugu zako waokolewe. Kinachofuatilia pia, unatamani ndugu zako waokoke, unatamani familia yako iokoke, ibadilike. Ndani kuna waka moto. Hii ni ishara wewe ni mbeba familia, na siku zote utakubalika. Cha kwanza utakataliwa. Hebu sema, cha kwanza nitakataliwa. Huwezi ukaenda hivi hivi. Sema amen. Sema amen. Kitabu cha Mwanzo 45 mstari wa 4 hadi 7. Naamini mafundisho yatakutoa. Naamini utaenda viwango. Sema amen. Ninasikia uwepo mahali hapa. Ninasikia kuna watu wanapokea roho ya kiungu. Nasikia kuna watu wanapokea roho ya heaven. Nasikia kuna watu watapokea mabadiliko makubwa. Nasikia kuna watu mkiwa hapa, ndugu zenu, wazazi wenu wanapona, kaka zenu wanaokolewa. Nakataa roho ya mauti kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema, napokea roho ya kiungu nikiwa hapa.
Kitabu kile cha Mwanzo 45 mstari wa 4 hadi 7 anasema hivi: Yosefu akawajulisha ndugu zake, Yosefu anawajulisha ndugu zake kuwa ni mimi Yusufu yule mliyemuuza. Mstari wa 5, sasa msihuzunike kwa nafsi zenu kwa kuwa mliniuza huko, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi watu. Hebu sema kuhifadhi watu. Hebu sema kuhifadhi watu. Angalia sasa, Mungu anaweza kukuandaa. Yaani kwenye tumbo la mamako umezaliwa wewe, lakini atakaye kuja kukufaidi sio mamaka hata sana sana. Kuna watu wengine watakwenda kukufaidi. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Na ndio maana kuna usemi wa Kiafrika unasema mtoto hana mwenyewe, mtoto ni wa kila mtu. Leo unaweza ukaenda lebo ukang'ang'ana ukaza ukalea, lakini yule mtoto siku za mbeleni, kimwili unamuona mtoto, siku za mbeleni ni profesa mahali, siku za mbeleni ni dokta mahali, siku za mbeleni atawabeba watoto yatima, siku za mbeleni atakuwa mtu tofauti. Na achilia roho ya kiungu ndani yako, hautatesikia watoto bure, hautatesikia familia bure. Yusufu anasema ninyi Mungu alinitanguliza, pamoja na kwa nyinyi mlinipiga vita mkaniuza, lakini Mungu amenitanguliza. Wakati mwingine mwanangu, unapopigwa vita kwenye familia uliopo, wakati mwingine usiwachukie. Wakati mwingine kuna vita vingine vinakuja, ni kama ukute chura na demadema alafu mpige teke. Ukimpiga teke unamuongezea spidi. Kuna wanaokupiga vita, kuna wanaokupiga maneno, kuna wanaokuwekea vikao. Wakati mwingine vile vita vyao vinakuongezea spidi ili ukimbilie kwenye hatima. Sijui kama kuna watu watatu wananielewa. Mama mko anayekupiga vita anakuongezea spidi. Baba mko anayekupiga vita anakuongezea spidi. Ndugu zako wanaokutenga anakuongezea spidi. Wanaokuwekea vikao wanakuongezea spidi. Ninatamka kinabii, kila aliyepigwa vita, pokea neno hili, wamekuongezea spidi. Sema amen. Sema amen. Kwa lugha nyingine Yusufu anawaambia ndugu zake, wakati wa ninyi mlikusudia mabaya, lakini nawashukuru sana kwa sababu mmekuwa sababu ya mimi kufika Misri. Na nilipofika Misri nimekuwa waziri mkuu. Leo naheshimika na wabeba watu wa nchi hii, lakini pia nimekuja kwa ajili yenu. Hii ndio kipindi mtakufa na njaa, na mimi ndio bosi. Nenda kamlete baba, nenda kamlete mama, wote nitawalisha. Kuna watu watatu mnapita kwenye vita ya familia. Iko siku watakula kwenye miguu yako, iko siku wataomba msaada kwako.